Thank you. You are blessed. Amen. Amen. Karibu sana. Love you bro. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Nisaidie kumsalimia jirani yako, mwambie nimefurahi kukuona leo hapa. Mwambie wewe ni mtu wa thamani sana. Mwambie nakupenda kwa moyo wangu wote. Mwambie wewe ni wa thamani sana. Ile babiliko hapo. Hivi tuliozoea meza sisi tutapambana. Au ile pale. Hiyo nyuma nenda vile. Kwa ina move. Jamani, Bwana asifiwe sana. Wangapi wanapenda neno la Mungu? Wanapenda neno la Bwana. Wangapi wananiahidi watasinzia? Nikufananishe nani upate kuwa sawa naye Bwana, wewe mtakatifu, muumba misho ya dunia. Sasa waga mimi nishamaliza. Nimeshatosha waimbaji. I'm done with it. Jamani, Bwana asifiwe sana. Cha kwanza, moyo wangu unamshangilia Mungu sana. Furaha niliyokuwa nayo haielezeki. Haielezeki kwa sababu ukiona yule uliyewahi kuishi naye miaka kadhaa, mliokuwa mnaomba Mungu pamoja, na lengo sio kuoa ama kupata kitu fulani, lakini kumuona anadhihirisha kile alichokusudiwa na Mungu katika maisha yake, hiyo ndo furaha kubwa kuliko furaha zote. Novatus, ni kweli my brother, nimekuwa naye Olevo tukiwa kuna nyumba moja Kurasini inaitwa White House. That place tulikuwa tumegather pale kama mahali ambako sisi tunajiandaa na shule. Mioyo yetu ikashikamanana sana. In those days nilikuwa na hanga isiyokuwa kawaida ya Mungu. Huyu jamaa moyo wa ubaba umeanza zamani sana. Yeye ananiambia tu nimemlea, lakini ya msingi tumeleana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Na sikuwahi kumjuaga Benny Hinn in my life. Kwa hiyo aliniintroduce nyumbani kwa dada yake, Mama Gertrude. Wakati nimefika yule dada pia akanipenda sana. Kwa hiyo tukawa tuko pamoja. Namfurahia kwa sababu ni mtoto wa mwisho kwao, lakini hakuwahi kuwa na jealous. Unamwona dada yule alinipenda, mpaka kuna wakati nikasema, "Hemu upendo nao wamishie basi kwa mdogo wake huyu." Lakini Novatus was very comfortable with that. Naomba tuongee mambo mengine tunajijenga jamani. Amina. We shared everything, this brother. Akija nyumbani kwangu akikuta kuna kiatu nakipenda na hata kichukua. Lakini nikiona kuna begi fulani nimeipenda nitachukua. Jamani, amina. Na tulikuwa tuna fellowship. Kwa hiyo fellowship kama hii inanikumbusha fellowship ile. Ni kweli kabisa kwamba ukimlea mtoto katika njia ipasayo hata iache atakapokuwa kule, hata iendeleza tu. Kwa hiyo in that fellowship tulikuwa tuna gathering hile na tukawa tuna share and we prayed a lot about our future. Sana. Then it comes in life, kila mtu sasa inabidi aende kwake. Hatimaye nimeoa, hatimaye kaoa. Hayo yote na harusi yake nimehudhuria, lakini furaha yangu ya hapa ni kubwa kuliko hata ile. Simply because ninaona kinachoendelea ndicho ambacho kiko kinaatamiwa kwa miaka mingi sana. Na ninampenda kwa simplicity alionayo. Mimi kidogo inawezekana nika sound kama complicated here and there, lakini Novatus alivyo moyoni ndivyo alivyo hivyo. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo brother, before the Lord, I respect this work. I understand the price behind this. Lakini mama, you are there, I really appreciate kwa kazi nzuri sana. Na kila mmoja ambaye anahusika kumtia moyo mtumishi wa Bwana kwa ajili ya njema. Hebu kwa ajili tu basi ya Yesu tuweke makofi hayo mazuri sana.
Basi Mungu na akubariki kila mmoja kwa nafasi yako. Straight, naitwa Richard Mndala ni jina langu. Huduma ni ya kichungaji iliyojaa sana ndani yake revival. Ukiniona mimi popote, moja ya utambulisho utakao kutana nao ni revival. Mungu ananipa kiu na shauku ya kufanya awakening kwa watu, kujijua wao wakina nani katika Mungu, wako duniani kwa nini, na yale yawapasayo kufanya. Kwa hiyo ukinisikia tu nitazunguka maeneo mbalimbali, lakini utakuta spoti hizo zikiwa zinaonekana. I thank God, Mungu amenipa mke mzuri anaitwa Lea, na kwa sasa tuna watoto wawili, mmoja anaitwa Winson na wa pili anaitwa Greatness. Na tuko Dar es Salaam, eneo naitwa Madale Mivumoni, ndiko tunapoishi, lakini huduma iko mahali naitwa Mbopo. Pale pana kanisa, nisiseme dhehebu sana, lakini ili nisikufunge mwingine akisikia dhehebu anaanza kuweka mipaka fulani. Linaitwa Global Shining Light Center. Kwa hiyo tuko pale na tunamtumikia Bwana. Asante kwa ndugu yangu Kasfeta, hawa nimemuona hapa na nimetumika na naendelea kutumika sana na hawa ndugu. Kwa hiyo Yesu Kristo ni mwema. Asante kwa muda nitakao kuwa nao, na nisaidie sana ndugu yangu Novatus nijue muda wangu hapa. Unajua tukishaanza kufungua Biblia tunatamani tumalize Mwanzo mpaka Ufunuo, wakati huwezi kumaliza. So would you please niwekeka time kangu limit, basi niweze kwenda vizuri. Jamani, Bwana asifiwe. Straight, nini natamani niseme na wewe na share na wewe kitu gani? Labda kabla sijaendelea kwa chai ndogo sana, kwa chai kabla sijaleta ujumbe kamili, nisaidia kuongea jirani yako. Mimi napenda watu waongee. Sasa hata kama umekaa, tafadhali usikae peke yako, kaa na mtu. Nikuchekeshe, maandiko yanasema ajitengae na wenzake utafuta mambo yake mwenyewe. So would you please kaa na ndugu yako, alafu mtakuwa tunaongea. All right. Bwana asifiwe tena. Okay. Mtu akibu, unaweza kanisaidia mwenzako? Mimi na kuaga alive sana nikisikia melody kwa pali wakati naendelea. Sasa Mungu akusaidie, si unaandikaje, unafanyaje sijajua. All right. Tende hivi. Nisaidie kwa majirani yako, muulize what's your name. Number second, mwambie who are you. Mwambie tena who are you. Wakati mmoja Yesu aliwauliza wanafunzi wake wa karibu, watu wananinena mimi ni nani? Hajasema watu wanauliza mimi naitwa nani. Watu wengi sana wako familiar with their social identity. I'm Richard. Yes, you are Richard, but who are you? Na watu wengi wakajaribu kutoa majibu. Wakasema wewe mwana wa seremala mmoja. Mwingine anasema yule jae wa pili. Lakini akageuka akawaangalia walio karibu naye zaidi, akawauliza, nanyi mwaninena mimi ni nani? Mmoja wa haraka sana kimbelembele, huyu anaitwa Petro, lakini alikuwa ni mzuri kwa kimbelembele chake. Akasema, wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na aliposema namna hiyo, akamwangalia Petro, akamwambia Petro, sikiliza, damu na nyama havija kufunulia hili, bali Baba yangu wa mbinguni ndiye aliyekufunulia hili. Alafu anasema, na juu ya mwamba huu. Sasa juu ya mwamba akumaanisha Petro. Juu ya mwamba huu maana yake juu ya ufunuo wa Yesu ni nani. Anasema, nitalijenga kanisa langu, alafu malango ya kuzimu hayataweza kulishinda. Maana yake moja kati ya msingi mkubwa na ujenzi mkubwa wa kanisa la Mungu, ambalo sio majengo, ambalo ni waamini, ni watu kujengwa juu ya ufunuo wa Yesu ni nani. Jamani, Bwana asifiwe sana. Sasa kabla sijazungumza habari za Yesu ni nani, nataka ujifunze tu jambo hili kwa ajili yako mwenyewe. Yesu anasema damu na nyama havija kufunulia. Kwa lugha rahisi, kuna ufunuo wa damu na nyama, lakini kuna ufunuo utokao kwa Baba. Na katika ufunuo, hizi two revelation
zinamzungumzia mtu. Na katika dunia unaweza ukaishi kwa ufunuo wa damu na nyama, na unaweza ukaishi kwa ufunuo utokao kwa Baba. Shida ya ufunuo wa damu na nyama, una limits, na hauwezi ukakufanya uende zaidi ya kawaida. Utaoperate katika namna fulani. Mfano, kuna mtu anasema, bwana wewe ni mtoto wa nani? Unasikia, mimi mtoto wa Masawe. Haraka anaanza kuclick Masawe ni nani na wamewahi kufanya nini, na akikuangalia na wewe anakuassociate yale yote ya Masawe na wewe, na anajua hauwezi ukaenda zaidi ya kwa kina Masawe. Na kuna mtu yuko hapa anajivunia sana kabila lake na hiyo title yake, na hivyo akijua ya kwamba yamkini inawezekana nikaoperate kwenye dimension hiyo. Na nikusaidie jambo sana vizuri. Kuna mtu kwenye Biblia anaitwa Daudi. David huyo anakaa na mzee wake kabisa, biological father. Akimwangalia Daudi anaiona hatima kama mchunga kondoo tu, na anamtuma kwa namna hiyo hiyo. Siku moja kuna mtu anakuja anaitwa Samueli, afika katika ile nyumba, anaulizia watoto wanaooneshwa haraka haraka. Mgeni akija, walioko sebuleni haraka haraka, Eliabu, Shama, ndio hao watu. Anauliza baadaye ya kwamba vipi, hakuna mwingine? Baba kwa jinsi ambavyo amempa nafasi ya mwisho sana, kauka jamaa kamoja kanachunga hivi. Wewe kama umewahi kuchunga unaweza ukajua harufu ya mbuzi na kondoo ndio perfume ya mchungi. Akiingia namna hii, hata kama yuko huku nyuma naye huko hivyo, najua jamaa ameshafika kwa harufu yake tu kwamba okay, this is the guy. Lakini ajabu sana, Samueli mtumishi wa Bwana huyu anasimama kama mtu mwenye ufunuo utokao kwa Baba, na baba yake Daudi anasimama kama mtu mwenye ufunuo wa damu na nyama. Unamuona Daudi anaelezwa kama mchungaji tu wa kondoo, lakini Samueli anakuja anamwambia, wewe ni zaidi ya kuchunga, you are the next king of Israel. Anamwambia ndani yako kuna ufalme, na anampaka mafuta namna hiyo. Swali langu moja kubwa, Yesu anauliza na maandiko anasema ya kwamba mtawafahamu kwa ajili ya vipi? Watu wanakufahamu kwa ajili ya nini? Watu wakufahamu kwa ajili ya jina lako. Anasema utawafahamu kwa matunda yao. Hapo naomba nikae kidogo. Utatambulika kwa matunda. Mti wa mwembe unajulikana kwa maembe, na mti wa mchungwa unajulikana kwa machungwa. Wewe unatambulika kwa nini? Naomba niseme namna hii tena, kila unayemuona duniani, Mungu amepanda mbegu ndani mwake. Hii mbegu inatakiwa iweze kumwagiliwa, iweze kuleleka, ifike wakati udhihirishe matunda katika maisha yako. Na matunda unaoyadhihirisha, hiyo ndiyo identity yako. Kila unayemuona hapa ana mbegu ameibeba, na maishani kabla hujaondoka lazima udhihirishe matunda. Yesu anaposema namna hii, anasema si ninyi mlionichagua mimi, ni mimi nimewachagua ninyi. Anasema nimeweka, anatoa sababu, anasema ili muende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa ndani ya maisha yako. Hautakiwi kwenda mbinguni ukibaki na seeds. Unatakiwa kumaliza ukiwa na matunda ambayo unayoonyesha. Mtu mmoja akasema, mimi ni sauti iliayo nyikani. Anasema itengenezeni njia ya Bwana. Anasema hivyo. Anaitwa Yohana, lakini anasema mimi ni njia. Ni sauti iliayo nyikani. Naomba nirudi tena kwenye swali. Majirani yako muulize tena, mwambie, wewe unaitwa nani na wewe ni nani? Mwangalie tena, muulize tena basi. Mwambie, wewe unaitwa nani na wewe ni nani? Mwambie uko duniani kwa sababu ipi? Jamani, haleluya. Na naomba nikusaidie. Usipojua wewe ni nani,
utapeperushwa na kila upepo wa dunia hii. Hautakuwa na msimamo usipojijua wewe ni nani, na ujijue wewe ni nani kwa ufunuo wa Baba na sio kwa ufunuo wa damu na nyama wenye kikomo. Lazima ujue kwa ufunuo wa Baba, na Baba ndiye atakaye kufunulia kuhusu hasa wewe ni nani katika dunia hii. Naomba niache hiyo kama chai kidogo, na kama yuko mtu anaandika kitu, naomba utanisaidia timing yangu. Kama unaandika jambo, kitu ambacho Roho ananipatia kama mzigo hapa saa hii, andika madhihirisho ya Mungu katika kusanyiko na moyo wa ibada. Madhihirisho ya Mungu katika kusanyiko na moyo wa ibada. Madhihirisho ya Mungu katika kusanyiko na moyo wa ibada. Kitabu kile cha Mwanzo mlango wa 28 mstari wa 10 ninasoma mpaka ule mstari wa 19. Nakimbia pale kwa haraka sana. Mwanzo mlango wa 28 mstari wa 10 mpaka mstari wa 19. Mwanzo 28 mstari wa 10 mpaka 19, maandiko yanasema, Yakobo akatoka Beersheba kwenda Harani, akafika mahali fulani, akakaa huko usiku kucha, maana jua lilikuwa limekuchwa. Akatwaa jiwe moja la mahali pale, akaweka chini ya kichwa chake, akalala usingizi pale pale. Hebu naomba ufuatane na mimi, sema akatwaa jiwe moja la mahali pale. Sema akalala usingizi pale pale. Mstari wa 12, akaota ndoto, na tazama ngazi. Nataka neno ngazi likae kwenye akili yako. If you can cycle, if that's your Bible. Anasema tazama ngazi imesimamishwa juu ya nchi, na ncha yake yafika mbinguni. Tena tazama malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake, akimaanisha juu ya hiyo ngazi. If again that's your Bible, you can underline that word there, that verse there. Malaika wa Mungu akapanda na kushuka juu yake. Mstari wa 13, na tazama Bwana amesimama juu yake, akasema, mimi ni Bwana Mungu wa Ibrahimu baba yako, na Mungu wa Isaka. Nchi hii ilalayo nitakupa wewe na uzao wako. Mstari wa 14, na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi, na utaenea upande wa magharibi na upande wa mashariki na kaskazini na kusini, na katika wewe na katika uzao wako jamaa zote za dunia watabarikiwa. 15, na tazama mimi nipo pamoja nawe, nitakulinda kila uendako, nami nitakuleta tena mpaka nchi hii, kwa maana sitakuacha hata nitakapokufanyia hayo niliyokuambia. 16, Yakobo akaamka katika usingizi wake, akasema, kweli Bwana yupo mahali hapa, wala mimi sikujua. Naye akaogopa, akasema, mahali hapa panatisha kama nini! Bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu, na ndipo lango la mbinguni. Yakobo akaondoka asubuhi na mapema, akaitwaa lile jiwe aliloliweka chini ya kichwa chake, akalisimamisha kama nguzo, na kumimina mafuta juu yake. Akaita jina la mahali pale Betheli, lakini jina la mji huo hapo kwanza uliitwa Luzu. Ili uweze kuelewa, agano la kale ni agano la ishara, agano la kivuli, na picha kamili huwa tunaipata kwenye agano jipya. Na Yesu alijifunua kwa ishara, lakini agano jipya Yesu amefunuliwa waziwazi. Nataka niseme madhihirisho ya Mungu katika kusanyiko na moyo wa ibada. Yakobo wakati anachukua jiwe moja alafu analala namna hii, alikuwa anawakilisha kitu gani? Na ngazi inayosimama katikati hapo ilikuwa inawakilisha kitu gani? Natamani attention yako sasa ikae hapo. Twende kwenye Biblia tupate sasa ufunuo zaidi. Kitabu cha waraka wa Petro wa kwanza mlango wa 2 na mstari ule wa 3.
Waraka wa kwanza wa Petro 2 mstari wa 5. Waraka wa kwanza wa Petro 2:5. Maandiko yanasema pale, waweza ukafatana na mimi. Sema ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai. Sema mmejengwa muwe nyumba ya Roho. Okay, tufanye zoezi kidogo kabla tujaendelea. Sema mimi ni jiwe hai. Mwambie jirani yako, mwambie wewe ni jiwe hai. Mwambie kwa pamoja sisi ni mawe hai. Sema tumejengwa. Mkumbushe andiko, mwambie Yesu anasema nitalijenga kanisa langu, wala malango ya kuzimu hayataweza kulishinda. Sema mmejengwa muwe nyumba ya Roho. Sema tena the house of the Lord. Sema nyumba ya Roho. Roho hiyo ni capital letter. Muwe nyumba ya Roho. Alafu anasema ukuhani mtakatifu. Lengo lake ni nini? Mtoe dhabihu za Roho. Tuseme kutoa dhabihu za Roho. Sema zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Sema tena maneno haya. Sema sisi hapa ni nyumba ya Roho. Sema hapa ni kusanyiko la nyumba ya Roho. Nisaidie tena kwa maneno ya jina yako, mwambie asante kwa kuja kwako hapa. Mwambie wewe ni jiwe hai na mimi ni jiwe hai. Sema kwa pamoja tumeifanya nyumba ya Roho. Sema lengo letu ni kutoa dhabihu za Roho. Sema kutoa dhabihu za Roho. Sema sifa. Sema sadaka. Sema kumwabudu Bwana. Sema hii imewezekana kwa sababu tumekusanyika pamoja. Naomba kabla sijaendelea, twende kitabu cha Mathayo. Mathayo mlango wa 18. I love to hear someone reading this again. Kama kuna mtu yuko sharp hapo, nisikie sauti yako na wewe. Tuko pamoja. Mathayo mlango wa 18, mstari wa 18. Tutasoma pale mpaka mstari wa 20 nafikiri. Twende pamoja. Karibu sana. Mathayo 18 mstari wa 18. Mpaka 20 inasemaje? Amini nawaambieni, yoyote mtakayoyafunga hapa duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na mbinguni yamefungwa ilikota. Na yoyote mtakayoyaruhusu hapa duniani yatafunguliwa pia mbinguni. Tena ninawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Sasa sikiliza vizuri sana. Yesu anazungumzia matokeo, na hii inakuumbia shauku. Lolote kabisa mtakaloliomba Baba atawafanyia. Waimbaji ndugu zangu, mukisha jua hivi, hauwezi ukaimba nyimbo kama hii, shuka Bwana na uweza na nguvu. Even if how nice is the lyrics, how nice is your voice, but you unbeliever, you don't believe that Jesus is right there where you are. So actually you are feeding people with unbelief. Shuka, unawaambia kabisa kwamba mzee, kama umetulia kule juu, hemu shuka wenzio, tuna shida hapa. I love synergy. You are here moving in the midst. I worship you, I worship you. You are here. Anaposema uko hapa, inaendana na neno, na ndio maana kuna shida. Muimbaji anayependa midundo asiyependa neno, watakuwa entertained zaidi ya kufurishwa na uwepo wake. Yesu anasema maneno nayo waambia ni roho, tena ni uzima. Maana yake maneno ni kibebeo cha roho. When you sing the word of God, you release the spirit of God. Hakuna shida brother Novatus naipataga. Naona vijana
wanacheza ile. Baada ya kutoka pale, majasho yanawatiririka, alafu wanafungua macho, wanashangaana namna hii. Listen to me. Maandiko anasema sifa ni kiti cha Mungu. When you sing, you prepare the seat for God. Anakuja anaketi kwenye sifa za watu wake. Mungu akiketi, maana yake anaonyesha anatawala. He is the king. Na akisha kaa kwenye sifa za kwenu, automatically you start. Sio tena, hakuna anayekwambia anza kuabudu sasa, anza kuzama, anza. No. Wewe mwenyewe unashangaa, unaingia resota ya kara. Badala ya kusema shida zako, unamwambia I worship you, you are great God, I worship you. Nani amekwambia? No. Wakati unasifu wewe, ukamjengea Mungu kiti, hatimaye Mungu kashuka, na sasa unaanza kuzama ndani yake. Maana yake, baada ya praise yote and everything, nitakuona ulisifu sawasawa, sio kwa kukodoa macho na majasho yametoka. No, it's for you enter deep in him, ukazama ndani yake. Wanapataga shida, mwamba anatoka majasho kuliko wenzake, na anapomaliza anakuwa mshangaaji wa kwanza kuliko wenzake. Nasema nao hii kitu ilikuwa imeenda Man was entertained actually. Hakuvutwa kwenda kwa Bwana zaidi. Bwana asifiwe. Hivi tunajua mziki ulivyokuwa na nguvu sana kwenye ibada. Sikiliza. Mbingu zinasemaje? Biblia inasema hivi: mtakaposikia sauti ya zeze, zumari, filimbi na santuri, anasema mutaisujudia ile sanamu itakayosimamishwa. Kwa hiyo Nebukadreza anasimamisha sanamu kwa miungu yake. Anawaambia watu wote mtakaposikia. Maana yake mziki unakulinde kwenda kuworship, na utakaye anguka juu yake atakutawala maisha yako. Listen to me carefully. Dogo mmoja akaniuliza, pastor, hivi nikisikiliza hizi nyimbo zingine kuna ubaya? Hivi ni dhambi? Nikamwambia wewe kichwa chako hakijakaa sawa. So actually you wanted kwamba in the Bible itaandika somewhere kwamba sasa wimbo unaosema hivi na hivi, wewe usifanyaje? Usiusikilize. Kuna mwanamuziki mmoja nisimtaje, nje akasema namna hii, you know what guys, when I sing this kind of songs, you know, I reach a point whereby I feel so confident in me, and I want to be naked, and I want to you know, to dance very closely with men. Point nilikuwa nashika, anasema I reach a point. Kuna point una reach. Spirit behind the song is taking you. Lakini asipo reach hapo, I feel your confidence ya kuwa naked na kusing very closely with man. Ila kuna point anafika. Kuna mtu hapa sasa hivi utamwona ni mpole, akianza kusifu hakuna kama wewe, hakuna. Sio zile nyimbo parapanda Italia parapanda. If you are in that church, please go and tell the pastor that's not the kind of song that we are supposed to sing in the church. Sifa maana yake tunamsifu Mungu na matendo yake mwenyewe. So kila alipopita Yesu alitenda mema. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. That's a traditional church. Traditional, very traditional church. Hakuna kama wewe, hakuna. Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe Bwana, hakuna. Wanapoimba, unapoendelea, tulianza kukuona wa kawaida, brother mmoja mwenye nani yako fulani hivi. But the more you go, inafika wakati unasahau kama kuna binadamu wako hapa. Tunaanza kukuona umeanza kugeuka. Tunaanza kukuona kumbe una sauti kubwa hivyo. Kumbe
kumbe unaweza. Shariedero sayandere shigrade sekaya. Unafika, ndiyo point yule mdada akasema, when I reach that point I feel confidence in me and I want now to express that spirit which was moving me. Bwana na atusaidie sana. Nasema tena, Bwana atusaidie sana. Nasema tena, Bwana atusaidie sana. Now listen to me. Kuto kujua kunafanya usiamini na kunafunga madhihirisho. Angalia. Meshaki, Shadraka na Abednego wametupwa watatu. Sema kwa jina la Bwana. Sema tena kwa jina la Bwana. Sema lilikuwa kusanyiko la watu watatu kwa jina la Bwana. Jamani, amina. Mfalme anakuja kusema, jamani, kwani hivi mimi sikutupa, hatukutupa watu watatu? Anasema no, namuona mtu wa nne. Anasema na mfano wake ni kama mwana wa miungu. That was Jesus right there. Anasema popote mtakapokusanyika kwa jina langu, niko papo hapo kati yao. Listen to me brother. Kwa mfano, nikitembea barabarani, kwa understanding yangu hiyo, huwa napenda kokote na nikutane na mtumishi, nikutane na mpendwa wangu. Kuna mwingine akimwona, yule bwana asifiwe yule, chana naye na mishe zangu. Lakini mtu mwenye uelewa akikutana na mnai anasema wonderful, wonderful. In heaven kuna kitu kimefanyika. Jiwe hai na mimi ni jiwe hai, hatimaye ni mawe hai. Hata kama tuko hapa mjini, lakini hapo tuliko tusimama sisi, hapo sio mahali pa kawaida tena. Hapa pana lango la mbinguni lipo. Mbingu zimefunguka. Amen. Jamani amina. Amen. Jamani amina. Amen. Tukiongea hapa Bwana akubariki, hiyo Bwana akubariki sio ya kawaida. Wako malaika wanapeleka Bwana akubariki, alafu malaika wanaachilia baraka. Na ndio Bwana anasema, tazama ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Manake kusanyiko la watakatifu ndio mahali pa ajabu sana katika maisha yetu. Anasema hapo Bwana ni kama mafuta ya shukayo ndevuni mwa Aroni. Alafu anasema mwishoni, ndiko Mungu alikoziamuru baraka. Anasema naam, uzima hata milele. Hajasema uzima wa milele, kasema naam, uzima hata milele. Sema haya maneno, mahali hapa pana baraka. Sema, ongea tena, sema I'm blessed. Sema there is life here. Ongea tena, there is life here. Sema tena, there is life here. Ongea vizuri, sema nimeponywa na Bwana. Sema uzima unatembea ndani yangu. Sema uzima uko hapa. Sema baraka zimeamuriwa. Sema hapa ni mahali pa baraka yangu. Sema baraka zimeamuriwa mahali hapa. Sasa naomba ufanye zoezi fupi kabla sijaendelea. Sema haya maneno. Sema, Father, thank you, you are here. Say, thank you Jesus, you are right here. You are not very far from me. You are here. Nyosha mikono yako tukiwa mikaa hivi. The heaven is opened and the angels of the Lord are here. Jesus is right here. He's not far from us. He's touching your spirit, your soul, and your body. Whenever there is a gathering of 2 or 3, I am right there with them. And because of his presence, the heaven is open for us. And the angels of the Lord are right here. We can have the heaven bliss. And we have come here for him and not for anybody else. He is with us. Watu fulani walienda njia ya Emausi wakiwa wawili. Wakati wanatembea, Yesu akawa pamoja na kwenye safari yao. Wakatembea wasijue ni Yesu. Kuna uwezekano wa kuja kwenye fellowship kama hizi na ukaondoka ukafikiri Yesu hayupo.
Yakobo akasema sikujua. It's a living stone. Together with you, you make the house of the Lord. And Jesus is right there with you in that home, in that family. You make the heaven be opened, and the angels are there ministering. Ndugu yangu uliyooa, nikutie moyo, mke wako pamoja, hata kama mnaanza mna kitu, mtamaliza na vyote. Why? She has come to your life as your partner in prayer. Sharadeso karamadesiki. Shetani anapenda atutenganishe mwili wa Kristo, kwa sababu anajua the power of the unity of the body of Christ. Shanaradebosiki. Paulo na Sila walikuwa wawili gerezani. Walipokuwa gerezani hawakulalamika. They sing for the Lord. Ukijua kwamba yupo, unaimba ukimsifu kwa sababu yuko hapo. Na kwa sababu unajua yuko, atadhihirika kwa sababu ya imani ya uwepo wake. Jesus is here. Jesus is here. Jesus is here. Jesus is here. Natamani kuendelea kwenye point ya pili. My time is over. Unaweza ukasimama juu. My God. My Jesus. Na maandiko ukimaliza kitabu cha Mwanzo, anasema mahali pale pakaitwa Betheli. Mwanzoni paliitwa Luzu. Hivyo unaelewa, kila mahali mnapokutanika watakatifu physically, hapo mahali panabadilishwa. Atmosphere hilo eneo linabadilika. Mnageuza miji, mnashambulia mitaa, kwa sababu ya kusanyiko la watakatifu linageuza mazingira yote. Namwona yuko hapa. Namwona yuko hapa. Uweponi mwako nikae Bwana, uweponi mwako nikae Bwana, milele nikae uweponi mwako, milele nikae uweponi mwako, uweponi mwako nikae Yakobo akasikia sauti namwambia, mimi ni Mungu wa baba yako. Mungu haongei popote, anaongea kwenye uwepo wake. Walipopanda mlima wa mabadiliko, maandiko anasema Musa alikuwepo, Elia alikuwepo, na wingu likashuka. Biblia inasema sauti ikasikiwa katika wingu. Maana yake huwezi kusikia sauti ya Bwana nje ya wingu. Katika uwepo wa Bwana pana sauti yake, na ndani ya uwepo huu sauti yake iko hapa.
Na jambo la kwanza Mungu atakaloongea kwenye maisha yako, lazima ajitambulishe yeye ni nani, kwa sababu huwezi kumwabudu usiyemjua. Lazima ajifunue kwako. Paulo akasema, ninamjua ninayemwamini, ya kwamba anaweza kukitunza kile ambacho kimewekwa amana kwake. Mjue sana Mungu wako ili uwe na amani, na ndivyo mema atakavyokujia. Kama una mashaka hapa, maana yake kiwango cha kumjua ni kidogo. Ukimjua una amani, na ukiwa na amani ya moyo, yako mema sio utayatafuta, yatakufuata. Ndani ya uwepo wa Bwana kuna sauti yake. Akamwambia, nchi wilayo nitakupa wewe na uzao wako. Ukiwa kwenye madhabahu ya Bwana, Mungu akuhudumii wewe peke yake, anahudumia mpaka vizazi vyako. Mungu si Mungu wa mtu, Mungu ni Mungu wa vizazi. Naweza ukasema, mchungaji, mbona naongea sina mtoto? Asante, nikusaidie. Kila mwanaume unayemuona kwenye viuno ana vizazi vinne. You carry 4 generation. Ukisogea kwenye uwepo wa Bwana, haujaenda peke yako, umeenda na vizazi vyako kwenye madhabahu. Na hii ni kweli hata kwenye madhabahu za giza. Kuna watoto leo wanateseka, si kwa sababu walienda kwenye madhabahu za miungu. Hapana, baba zao walienda, hivyo roho zile zinafuatilia uzao. Sikiliza sawasawa. Lawi aliyekuwa kwenye viuno vya Ibrahimu, Ibrahimu wakati anatoa sadaka, maandiko anasema na Lawi alitoa. Mungu anataka kukiinua kizazi cha watu wenye ibada. Unajiona uko peke yako, lakini naomba nikwambie kizazi chako kiko hapa. Cha ajabu anasema hivi, sitakuacha mpaka yatakapokamilika yale yote niliyokuahidi. Let me tell you this. Kila ahadi ina mkono wa Mungu juu yako, na Mungu anasema sitauondoa mpaka ahadi imezaliwa kwenye maisha yako. Nyosha mikono yako. I see the presence and the power of the Spirit of God right here now. Usiogope wewe ambaye una maono makubwa kuliko mfuko wako. Hey, don't fear. Where there is vision, there is provision. And I'm here to prophesy about this fellowship. It's going to expand in our nation. It's going to expand in our nation. In the name of Jesus. Nyosha mikono yako. Naziona nguvu za Mungu wetu zinamshukia mtu mmoja, zinakufunika wakati huu. Ikiwa unaumwa, unapokea uzima hapa, unaponywa hapa, nyosha tu mikono yako. Yesu yuko hapa. Uhitaji mikono yangu, unahitaji mikono yake, yuko hapa. Nyosha mikono hiyo. Simaradash. He's touching your life. He's touching your heart right now. Jesus is touching you. Nisikie sawa sawa. Nasikia moto kwenye viganja vyangu. Kuna mtu mikono yako saa hii inapokea moto. Hiyo ni ishara ya huduma ya uponyaji. Mungu ataanza kukutumia ukiweka mikono juu ya wagonjwa, watapata afya. Receive the fire in the name of Jesus. He's touching you.
shakarabasiki la shakarabasiki. Ninakutukuza Mungu uliye hai. Ninapohitimisha hapa, naomba nikusaidie. Huyo Yesu nayemtaja anawabatiza watu katika roho na katika moto. Kubatizwa maana yake ni kuzamishwa mpaka unapotea, unafunikwa kabisa na yeye. Yeye ndiye anayekubatiza wakati huu. Nyosha tu mikono yako na iona roho yako, moyo wako unavyoshikwa na yeye sasa.